أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea bado na tamhidi katika kitabu Fiqh Sunna, na tulifikia katika hii sehemu at-tashri'u al-islami au al-fiqh. Nitarejea nyuma kidogo katika nambari 4 yake ili tuweze kuyaunganisha hayo maneno kwa vizuri. Sehemu ya 4 ambayo tulikushawahi kuisoma ilikuwa raddul masaili katika sheria ya Uislamu na mambo ya fikhi, ili kuonyesha ya kwamba dini hii ya Uislamu ni dini aliyompa Mwenyezi Mungu mjumbe wake Muhammad kuutangazia ulimwengu mzima, si dini ya watu fulani, na ni dini ambayo inaweza kutekelezwa na watu wa kabila lolote, sio tu kwamba inatufaa kufanya na Waarabu wa Maka, na inaweza kufanywa na sehemu yoyote ya wakazi wa ardhini popote walipo. Katika mambo yanayoonyesha dalili ya dini hii kuhusika na sifa hizi, imeweka sheria ya kuyarejesha mambo yote almutanaza, ambayo watu wanazozana, wanagombana. Ikitokezea jambo katika dini ikawa huyu anaona hivi na huyu anaona vingine, basi sheria ya Uislamu imeweka raddul masail, kuyarejesha mambo hayo fiha ila alkitabi was sunna. Katika sheria hiyo kurejesha kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an al-Karim, na kurejesha katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo peke yake ndipo patakapoondosha mizozo ya Waislamu kugombana wenyewe kwa wenyewe. Waislamu wakiondosha intizamu hiyo ya sheria, basi watajikuta kwamba wamevuruga dini yao, kutazuka kutokufahamiana, watagawanyika makundi mbalimbali, na isije ikaonekana Uislamu ni watu wanaogombana, watu wanaotofautiana, watu wasiofahamiana, wengine wakadhani kwamba dini hii hakwendeki huko, Uislamu ni vurugu tupu. Ule Uislamu wenyewe umeweka watu wawe kitu kimoja, na yakitokea mambo ya kuzozana, basi warejeshe katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo Mtume. Hivyo ndivyo Uislamu umeweka sheria, na Waislamu wakiweza kuitangaza dini yao hivyo kwa maneno na vitendo, basi watathibitisha moja kwa moja kwamba hii dini ya kweli, dini iliyokusudiwa kwa watu wote, wazama zozote, wa pahala popote, kabila lolote. Amalan, na huko kurejesha mambo kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume ni kutekeleza biqauli llahi ta'ala, kwa tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu amesema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Na pindi imetokezea nyinyi Waislamu kugombana
katika jambo lolote miongoni mwa mambo ya dini, basi msiuachie mwanya huo ukaendelea. Upesi rejesheni maamuzi yenu kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwenye mafunzo ya Mtume. Wa kaulihi ta'ala, na pia kauli nyingine ya Mwenyezi Mungu inayoashiria watu kurejea kwa Mwenyezi Mungu na Mtume ni pale Mwenyezi Mungu aliposema, wama ikhtalaftum fihi min shay'in, na kwa lolote ambalo nyinyi mmehitilafiana katika jambo, fahukmuhu ila Allahi, basi hukumu yake jambo hilo liko kwa Mwenyezi Mungu, haliko kwa mwanachuoni. Labda mwanachuoni huyo iwe anatumia hiyo kauli ya Mwenyezi Mungu kujibia fatwa yake. Kurejesha ni kurejesha kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu, si kwa mwingine yoyote yule. Watu wakimwacha Mwenyezi Mungu wakirejesha mambo ya dini katika kauli ya mwingine yoyote, hapo ndiyo mwanzo wa kuharibika dini hii, na itakuja kuonekana kama si dini ya watu wote, kama si dini iliyowahusu watu wote, kama kwamba labda imewahusu Waarabu peke yao au ni watu wa eneo la Maka peke yake. Pindi watu wakiacha kurejesha tu kwa Mwenyezi Mungu, itaonekana kwamba ina kasoro dini hii. Wadhalik, na yamekuwa hayo lianna dina, kwa sababu dini qad fassalahu alkitabu, imekwisha kuieleza waziwazi kitabu cha Mwenyezi Mungu dini hiyo, kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala, kama Mwenyezi Mungu aliposema tena vile vile, wanazzalna alayka alkitaba. Hii ndiyo sababu ya watu kwamba warejeshe mambo kwenye kitabu cha Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, na tumeteremsha juu yako Muhammad kitabu tibyanan likulli shay, kitabu ambacho ni chenye kubainisha kila kitu wanachohitajia waumini wa pahala popote, waumini wa zama zozote. Si kama ni kitabu kilichojifunga kinazungumza baadhi ya mambo tu kama vitabu vilivyotangulia nyuma. Hicho ni kitabu kilichokamilika, hicho ni kitabu kikubwa, hicho ni kitabu cha umma wa mwisho ila an takuma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Kwa hivyo tumeteremsha juu yako Muhammad kitabu hichi tibyanan, hali ya kuwa ni ubainifu, likulli shay'in, wa kila kitu. Wakala ta'ala, na kwa nini watu warejeshe kwenye Qur'ani? Kwa sababu pia Mwenyezi Mungu amesema tena vile vile, ma farratna fil kitabi min shay, hatukubakisha sisi chochote kwenye kitabu hichi ila tumekieleza. Ndiyo maana watu warejeshe kwa Mwenyezi Mungu maamuzi yao. Ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha sisi ndani ya kitabu katika lolote lile ambalo lina maslahi na viumbe hawa waumini. Anasema isitoshe kuwa Qur'ani imekuja na aya kama hizo ni aya chache tu, bali Qur'ani imekuja na aya nyingi zenye kuonyesha umuhimu wa sheria ya Waislamu kurejesha mambo yao kwenye Qur'ani. Zaidi ya hayo, wabayanathu sunnatul amaliya, na ikabainisha jambo hilo sunna ya Mtume ya vitendo. Qala Allah ta'ala, kwani Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, wa anzalna ilaika dhikra, na tumeteremsha kwako Muhammad hii Qur'ani ambayo ni maonyo, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, ili wewe Mtume vile vile uwe na kazi hii ya kuwabainishia watu nini kimeteremshwa kwa wao. Litubayina linnasi, hatujakuteremshia Qur'ani hii kwa jambo jingine Muhammad, isipokuwa uwabainishie watu nini kimeteremshwa kwa wao. Kwa hivyo Mtume ikawa yeye ndiye mwenye kubainisha kitu gani kimeteremshwa kwa waumini kwa vitendo. Kwa mfano, Qur'ani imetaja watu wasali kwenye aya nyingi sana, waqimu salata, lakini haikubainisha nyakati za sala wazi wazi. Imetaja kwa ishara, imeashiria tu. Kwa mfano, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl, nasimamisha mja sala katika ncha mbili za mchana na sehemu katika usiku. Ncha mbili za mchana ndo kitu gani na sehemu za usiku ndo nini na nini? Hayo anayabainisha Mtume wa Mungu kwa vitendo.
kwa kujiwa na malaika Jibril, yeye mwenyewe anaswalishwa katika nyakati maalum. Yeye mtume akabainisha kwa maneno na vitendo wakati uingiapo na wakati unapomalizika. Na huko kuswali kwenyewe Qur'ani haikueleza ni vipi swala itekelezwe, vipi kurukuu, nini kisomwe katika swala, haikutaja Qur'ani. Vipi kuitadil, vipi kusujudu, namna gani mtu akae kitabu cha tahiyatu ya mwanzo na ya pili, na asome nini kwenye tahiyatu. Hayo yote mjumbe wa Mungu ndiyo kazi yake kuyabainisha kwa vitendo, kwani Qur'ani ilimwambia wa anzalna ilaika dhikra, na tumeteremsha kwako Muhammad maonyo haya, yani dhikra hapa ni Qur'ani, litubayina linnasi, kwa ajili wewe Muhammad uwabainishie watu, ma nuzila ilaihim, yale yaliyoteremshwa kwa wao. Kwa hivyo sunna ya vitendo vile vile ikaeka wazi wazi mambo kwamba urejeshwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Wakala taala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile, inna anzalna ilaika alkitaba bilhaq, hakika sisi tumeteremsha kwako Muhammad kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Haiwezi kutambulikana haki mpaka uwasomee watu kitabu cha Mungu kinasema nini. Litahkuma baina nnasi, ili wewe mtume wetu uhukumu baina ya watu, bima araka Allahu, kwa vile alivyokuonyesha Mwenyezi Mungu. Usije ukahukumu kwa matakwa yako wewe au kwa vile wanavyotaka watu fulani na fulani. Uhukumie watu bima araka Allahu, kwa namna vile ambavyo amekuonyesha Mwenyezi Mungu. Hiyo ni dalili ya Qur'ani vile vile ya kwamba mtume Muhammad amewekwa ni mwenye kuyabainisha mambo yote ayatakayo Mola katika mambo ya ibada, mambo ya sheria, na kwamba watu wakizozana katika jambo lolote katika dini warejeshe jambo hilo ili wapate ufumbuzi wake kwenye Qur'ani na kumkimbilia mtume wa Mungu. Kwani hapa mtume kahukumu vipi? Hapa mtume kafanya vipi? Hapa mtume amesema nini? Wabidhalika tamma amruhu, na kwa mafunzo hayo na kwa dalili hizo ndiyo limetimia jambo lake Uislamu kamili. Hakuna kasoro yoyote ambayo mtu atahangaika ende akatafute ufumbuzi kwa huyu na huyu na huyu. Hana tabu yoyote Muislamu, kila kitu kimetengenezwa rahisi kabisa kwake, ni kuchukua tu. Mpaka maraji yako tayari, likitokezea jambo limemshinda, maraji tayari amewekewa, ni kurejea kwenye kitabu cha Mungu na kutafuta ufumbuzi wa mafunzo ya mtume tu. Wabidhalika tamma amruhu, na kwa hivyo ndiyo limetimia jambo lake Uislamu. Wa wudihat maalimu, na yakawekwa wazi mafunzo yake au ishara zake, ziko wazi wazi kabisa. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo mimi nimekamilisha kwenu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na mimi mwenyewe yani Mwenyezi Mungu nimeshakuwa radhi kwenu nyinyi Uislamu hivyo anavyokuonyesheni mtume wangu ndiyo dini ya kweli, ndiyo dini ya haki, ndiyo dini sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema nimeshakuwa radhi. Hayo yote ni ya kubainisha waziwazi ya kwamba dini hii ni dini ambayo imekusudiwa watu wote, ni tofauti na mitume wengine walioletwa kabla, walikuwa wakitumwa kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ya zama, kwa baadhi ya mataifa. Lakini Uislamu kwa namna alivyokuja nao Muhammad, basi ni dini ambayo imekusanya watu wa dunia nzima, wa makabila yote, wa zama zozote na pahala popote. Tayeb, wa maadamat almasailu diniya qad buniyat, na kwa kuwa mambo yote ya dini yamekwisha bainishwa ala hadha nahwi, juu ya mfano huu, wa maadama al-aslu alladhi yurja'u ilayhi 'inda at-tahakum ma'luman, na kwa kuwa jambo la asili limedumu kuwa
ni lenye kujulikana maamuzi yake yako wapi, fala maana lilikhtilafi, hakuna maana yoyote ya kutofautiana waislamu katika dini hii. Fala maana lilikhtilafi wala majala lahu, hakuna maana yoyote ya kutofautiana waislamu na wala hakuna uwanja wa kufanya hivyo. Hakuna sababu yoyote ya waislamu kwamba watofautiane, huyu awe anajiita yeye ni mfuasi wa madhehebu kadhaa na ibada zake iwe anatekeleza namna kadhaa, na mwingine atokee kwamba hamuamini kwamba huyu ni muislamu sawa sawa, bali madhehebu yangu mimi ni bora zaidi na ibada yangu nitaifanya namna kadhaa. Hakuna uwanja huo katika dini hii. Wa madamati almasailu diniya, na kwa kuwa mambo yote ya dini qad buniyat ala hadha nahwi, yamekwisha bainishwa juu ya mfumo huu, kitabu na sunna, kitabu na sunna, na ikawekwa mpaka pa kurejea ni wapi. Wa maadama al-aslu, na kwa kudumu ule msingi alladhi yurja'u ilayhi, msingi ambao unatakiwa watu warejee kwenye msingi huo, inda tahakumi, wakati wa kutafuta hukumu, maaluman, kwa kuwa msingi huo unajulikana, fala maana lilikhtilafi wala majala lahu, basi hakuna maana yoyote ya kutofautiana waislamu na wala hakuna uwanja wa kufanya hivyo. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi, na hakika wale ambao wametofautiana ndani ya kitabu cha Mungu, baada ya kisha kubainishwa waziwazi, watu wakitofautiana wakimbilia kwenye kitabu, wakimbilia mwendo wa mtume. Wakitokezea watu wakatofautiana, basi hawana hoja ya kufanya hivyo, hawana hoja ya kwamba tufanyeje, na uamuzi hapa tumeshindwa, hatujui tutakwenda kwa nani. Hawawezi kutia hoja, isipokuwa la fi shiqaqin ba'id, itakuwa wanajionyesha waziwazi kwamba wao wamo katika upinzani ulio mbali na kusibu kwenye haki. Maana kupinga jambo, mtu anapinga kwa kutafuta ile haki ilipo, kwamba unavyofanya sivyo, unavyosema sivyo, bali haki ninaijua mimi. Hapo mtu anakuwa analipinga jambo kwa sababu anayo dalili zaidi nzuri. Lakini mwenye kukhtilafiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, imekuwa upinzani wake si kama anaitafuta haki ilipo, ila la fi shiqaqin ba'id, anakuwa yumo kwenye upinzani ulio mbali na kutambua haki. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, fala wa rabbika, basi naapa kwa utukufu wa Mola wako ewe Muhammad, au ewe mja Muislamu. Fala wa rabbika, naapa kwa utukufu wa Mola wako. Na huyo mwenye kuapa Mola wako hana haja ya kuapa kwa sababu wewe mu'min unamtambua asemapo Mwenyezi Mungu ni mkweli. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha, nani aliyemkweli zaidi katika maneno, nani aliyemkweli zaidi katika mazungumzo yake? Basi anapoapa inakuwa pana msisitizo wa jambo kubwa sana. Waumini wasilifanyie maskhara jambo hilo. Maana yake fala wa rabbika, naapa kwa utukufu wa Mola wako, la yu'minuna, hawatakuwa watu wenye kuamini ile imani anayoitaka Mwenyezi Mungu. Kama itakuwa wameamini, basi wameamini kasoro, au itakuwa hawakuamini kitu. Fala wa rabbika, basi naapa kwa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawatakuwa watu wamethibiti kwenye imani hasa anayoitaka Mwenyezi Mungu, hatta yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe Muhammad ndiye hakim, fima shajara bainahum, katika yale yote wanayozozana baina yao. Ikiwa waumini wamemfanya Muhammad ndiye muamuzi wa mwisho, basi imani zao zitakuwa imani za kweli. Wakirejesha mambo kwa mtume, imani zao imani madhubuti. Lakini wakimwacha mtume wakisema sisi imamu wetu amesema hivi, ndiyo hiyo hadithi imesema hivyo, lakini sisi imamu wetu sisi tunafuata hivi, hapa itakuwa imani ni pungufu sana. Kama itapimwa itaonekana katika asilimia zimeteremka mpaka milango ya 10 haikufika, hata kuvuka katika milango ya 10 haitoki, au itakuwa imani haipo kabisa. Kwani Mwenyezi Mungu anaapa la yu'minuna, hawatakuwa watu wenye kuamini kweli, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum,
mpaka watakapokufanya wewe Muhammad ndiye hakimu wao katika yale ambayo wanagombana baina yao. Na wakati wameikuta waumini hukumu ya mtume ndivyo walivyohukumu, thumma la yajidu, kisha wasipate, fi anfusihim, ndani ya nafsi zao, harajan, uzito wowote, mimma qadaita, kutokana na yale ambayo umeamua wewe. Thumma la yajidu, kisha wakati mtume umehukumu jambo, walikuwa wakigombana, wanatafuta ukweli wake, wakikuta kauli ya mtume imesema kitu kadha, wanavyotakiwa waumini wawe, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, wasipate katika nafsi zao uzito wowote katika maamuzi ambayo wewe Muhammad umeyatoa, bali inavyotakiwa kwa wao, wayusallimu taslima, na wanyenyekee, kunyenyekea kwa moja bila ya kutafuta njia nyingine ya kupinda kulia na kushoto, waelekee pale pale ambapo wewe mtume umepitisha hukumu yako. Ala dawi hadhihi alqawaid, basi juu ya mwangaza wa dasturi hizi za kurejesha mambo kwenye kitabu cha Mungu na kwenye sunna ya mtume, ala dawi hadhihi alqawaid, juu ya mwangaza wa dasturi hii, sara sahabatu, ndivyo walivyokwenda masahaba wa mtume hivyo, wa man ba'dahum, na wale waliofuatia baada yao wamekwenda hivyo. Kwa hakika masahaba ilikuwa jambo lao lolote ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu au kurejea kwa mtume wa Mungu, hata kama yuko katika jambo analolipenda, amehamaki, anaona yeye ndiye alosibu, akitajiwa tu sahaba aya ya Qur'ani au akitajiwa tu sahaba kauli ya mtume, pale pale anasimama, pale pale ananyamaza, kama ambavyo imetokezea wakati wa ukhalifa wa Amiri al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aliingia bwana mmoja kwake baada ya kutaka idhini kwa mtoto wa ndugu yake, akamwambia, nipitishe kwa Umar ibn Khattab, wewe una nafasi nzuri, wewe ni katika majlisi yake, nipitishe na mimi nitakie ruksa, nitakuonana naye. Akamwombea ruksa, lakini huyu mgeni alipopata nafasi ya kuonana na Amiri al-Mu'minin, baada ya kufika akazungumza maneno ya utovu wa adabu mbele ya Amiri al-Mu'minin, akawa anamshambulia kwa maneno makali. Anamwambia, hii ya Umar, ewe Umar, hupitishi uadilifu baina yetu sawa sawa, wala unapogawa mali za ghanima ya ngawira ugawe ugawaji wa haki, unafanya mapendeleo, unampa unomtaka nyingi, wengine na hivi na hivi na hivi. Saidina Umar ni binadamu, na kwa cheo chake kilivyo si rahisi kutokeza mtu pale akamtajia maneno kama yale ya ukidhuli, ila binadamu itakuwa kidogo inamjia kama hamaki. Akahamaki Amiri al-Mu'minin, akaazimia kutaka kumtia adabu, lakini yule ambaye ni ndugu mtu aliyetakwa na ndugu yake amwombee ruksa kuonana na Saidina Umar, alipomuona Amiri al-Mu'minin akabadilika, anataka kumtia adabu mtu, kumtukana, akamwambia, ya Amiri al-Mu'minin, poa nafsi yako, huyu ni katika wajinga, na Mwenyezi Mungu mtukufu amemwambia mtume wake, wachilia mbali wewe. Mwenyezi Mungu amemwambia mtume wake, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, kuwa na tabia ya kusamehe na uwe kazi yako kuamrisha mema na uwapuuzilie mbali watu wajinga, usiwajali. Basi pale pale Amiri al-Mu'minin alinywea kwa kutajiwa aya ya Qur'ani, hakuendelea tena na ule mori kwamba yeye ni Amiri al-Mu'minin lazima afanye anavyoona yeye. Ilikuwa ni kusita kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa sababu ametajiwa aya ya Qur'ani. Imani ilikuwa ni sawa sawa kabisa, na ndivyo ilivyo, innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, pale anapotajwa Mwenyezi Mungu lazima nyoyo zao zifanye hofu, zishtuke. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wakati zimesomwa juu yao aya zake Mwenyezi Mungu, basi huwazidishia wao imani. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, na juu ya Mola wao ikawa wanategemea. Basi huu ni mfano wa Amiri al-Mu'minin
na maswahaba walikuwa wakienda hivyo kwa hakika. Wa man ba'dahum, na waliofuatia baada ya maswahaba, min alquruni almashhudi laha bilkhairi, katika zile karne zilizoshuhudiwa na mtume wa Mungu kwamba ni karne bora. Mtume kazishuhudia karne 3 kuwa ni bora. Ziliyobaki kwetu sisi huku tumuombe Mungu tu, kila mmoja rabbi nafsi yake. Hapana kata tamaa kwa mu'min, lakini ni zama ambazo zinaonyesha kwamba ni za hatari. Mtume amesema khairul quruni, bora ya karne, ma ana alayhi wa ashabi, ni ile ambayo mimi mwenyewe Muhammad naishi na masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha inafuatia kwa ubora kwa wale wataofuatia masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha baadaye inafuatia tena wale wataofuatia hao wanaofuatia masahaba wangu. Miaka 300 ikimalizika, kisha tena hapo mtume anasema watakuja watu wengine yakuluna ma la yafalu, watakuwa wanayasema wasioyafanya, vurugu tupu. Na kila miaka ikienda mbele, basi ile iliyopita inakuwa bora kidogo kuliko hizo zinakuja baadaye. Kila watakuwa haya wanaishi sasa, basi waliopita walikuwa kidogo afadhali karne yao kuliko yetu sisi, na sisi bora kidogo kuliko watakuja baadaye. Hivyo hivyo ila itakuwa saa. Iliyobaki kwa waumini wao ni kumomba Mwenyezi Mungu. Ikiwa umma wote umeharibika, basi wachache waliobaki waumini wanatekeleza baadhi ya mambo, angalau bado wamehifadhi mambo ya dini, wanashughulika na mambo ya dini. Mwenyezi Mungu amemjali, wamemweka kwenye nyoyo zao, wanamkumbuka, wanamtaja, wanamwabudu. Ni kumuomba, wasivunjike moyo, wamuombe tu Mwenyezi Mungu awajalie waingie kwenye karne bora zile, japokuwa hawanacho hicho cha kuwafanya kwamba wawe bora. Wamuombe Mwenyezi Mungu hivyo hivyo, lakini mtume amezitaja karne 3 kuwa ni bora zaidi, na wanaofuatia baada ya hapo hawawezi kufanya jambo lolote la kidini likawapita wale ambao mtume kawataja kuwa ni bora. Hawawezi kufanya, hawawezi kutokezea watu wakajua namna vipi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kuliko wale ambao mtume kawataja kuwa ni watu bora karne zao. Watajidanganya bure Waislamu, hawawezi kuvumbua mambo ya ibada, ila wao wakitaka salama yao kwa Mwenyezi Mungu, madhali kuna karne 3 mtume kazitaja kuwa ni bora, watafute walifanya nini mpaka wakawa bora, basi wawaige kwenye kila kitu. Ingawa kugongana kwenye rai kulikuwa kuko kutokezea, sahaba huyu anavyoona sivyo anavyoona sahaba yule, lakini hawakuthubutu kukimbiana kwenye mambo ya ibada, hawakuthubutu kukimbiana katika mambo ya itikadi. Walikuwa kitu kimoja. Walam yaqa bainahum ikhtilafun illa fi masailin ma'dudatin, isipokuwa katika mambo maalum ya kuhesabiwa. Kana marji'uhu at-tafawut, ambayo marejeo hayo itakuwa ni tofauti tu fi fahmi nususi, katika kufahamu aya za Qur'ani au maneno ya mtume. Hapo kidogo watofautiana watu kwamba huyu anaifahamu aya ya Qur'ani vingine na yule anaifahamu vingine. Imetokezea mpaka masahaba kubwa mpaka kama Amirul Mu'minina, mtume amefariki dunia, Saidna Umar anasema akufa, Abu Bakar Siddiq anasema hapana, amekufa mtume. Mauti yale ambayo Mwenyezi Mungu amempangia yaonja, ameshayaonja na hataonja mauti mara ya pili. Umar amefahamu aya ya Qur'ani nyingine, liyakuna rasulu alaikum shahidan, kaona huyu madhali Mwenyezi Mungu amemtajia hivi, basi tutakuwa naye tu mpaka kiyama. Sayyidina Abu Bakar amempa tafsiri kwa aya nyingine, amemwambia ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul. Ilitokezea na kama hiyo masahaba wanatofautiana fahamu ya Qur'ani, lakini hawakutofautiana kabisa wanaposomeana aya za Qur'ani zile, kila mmoja anakuwa basi kasalim amri. Wa anna ba'dahum, na kwamba baadhi yao kana ya'lamu minha ma yakhfa 'ala al-ba'd al-akhari, ilikuwa huenda baadhi yao akatambua aya au akaitambua vizuri hadithi ya mtume, kitu ambacho kimefichikana kwa mwingine hakijui. Ilitokezea vile vile kwa masahaba, huyu anajua zaidi, huyu ikawa kidogo imempita ile maana, lakini hawakutofautiana kabisa, walikuwa kitu kimoja. Falamma jaa a'immatul madhahibi, basi walipokuja maimamu wa madhhab al-arba'a, haya mashuhuri manne na mengine mengi. Huyu anazungumzia haya manne tu, lakini khitlafu imekuja kwa madhehebu zaidi ya manne.
Walipokuja maimamu ya madhhabi, na wao vile vile wale maimamu wenyewe tabi'u sunana man qablahum, walizifata nyendo za wale waliopita kabla yao. Hawakuthubutu maimamu kumwambia muislamu yoyote ya kwamba dini ninayomie mimi ninajua zaidi, nyinyi nyote nifuateni mie. Hakuna imamu hata mmoja aliyewaambia watu hivyo, illa anna ba'dahum, isipokuwa baadhi ya hao maimamu kana aqrabu ila sunna, walikuwa karibu zaidi na mwendo wa mtume, kwa sababu wakiishi Madina na Madina kaishi mtume. Kwa hivyo pale bila shaka hadithi ziko nyingi zaidi. Kalhijazi, kama watu walikuwa wakiishi Hijazi, kalhijaziyina alladhina kathura fihim hamalatu sunnati wa ruwatul athari, kama kwa mfano maeneo ya Hijazi wamekuwa wengi hapo waliochukua mwenendo wa mtume na kupokea athari za masahaba. Bila shaka pale Maka na Madina patakuwa panajulikana zaidi mwendo wa mtume. Wal ba'd al-akhar, na kuna baadhi ya maimamu wengine kana aqrabu ila ar-ra'yi, walikurubia zaidi kutumia akili zao. Kwa nini? Kama nani? Kama kal-iraqiyina, kama wakazi wa Iraq, alladhina wa wakazi wa Iraqi qalla fihim hafadhatul hadith, walikuwa ni wachache sana kwa wao watu waliohifadhi hadithi za mtume. Wamekuwa ni wachache kwa sababu litanai diyarihim, kwa kule kuwa mbali miji yao, an manzilil wahyi, kutokana na ule mji au pahala palipoteremka wahyi, wako mbali kabisa. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengi walikuwa hawakupata kusikia, kuna baadhi ya mambo mengi hawakupata kuyaona. Kwa hivyo ndio maana wakawa kwa nyuma kidogo. Badala haulai, wakapitisha watu hawa al-a'immatu, maimamu, aqsa ma fi was'ihim, wakapitisha juhudi kubwa sana kwa mujibu wa wasaa wao waliokuwa nao, fi taarifi nasi bihadha dini, katika jitihada ya kuwafundisha watu dini hii. Na imam kubwa walifanya ni hilo, wa hidayatihim bihi, na kujitahidi kuwaongoza watu kwenye dini hii kwa namna vile walivyoijua. Wa kanu yanhauna an taqlidihim, na wenyewe maimamu walikuwa wanakataza kabisa muislamu yoyote kuwafuata wao ovyo ovyo kwa maneno yao tu, illa wawafate kwa kuwa wamenena Qur'ani, illa wawafate kwa kuwa wameegemeza rai zao na kauli ya mtume. Wayakuluna, na kwa pamoja walikuwa wakisema, la yajuzu li ahadin, haifai kwa muislamu yoyote, an yakula qaulana, kujisemea tamko letu sisi, min ghairi an ya'rifa dalilana, bila ya kutambua dalili yetu. Dalili gani tumehitajia? Tumehitaja Qur'ani, tumehitaja hadithi. Kama atatambua mtu hayo na afuate, lakini wasema la yajuzu li ahadin. Hao ni maimamu hao, kina Abu Hanifa, kina Maliki, kina Ahmadi, kina Hanbali, wanasema la yajuzu li ahadin, haifai kwa muislamu yoyote, an yakula qaulana, kusema kwa neno letu sisi, min ghairi an ya'rifa dalilana, bila ya kutambua dalili yetu, wapi tumetoa kitu hicho. La yajuzu li ahadi. Maimamu waliweka wazi anna madhhabahum, ya kwamba madhhabu yao huwa alhadithu sahih, ni hadithi ya mtume iliyo sahihi. Hapo ndipo zilipo rai zao, hata kama wao wamesema vingine na hadithi ya mtume ikawa imesema vingine, basi wafuasi wanaowafuata maimamu wajue kwamba kauli za maimamu, madhehebu yao ni pale iliposihi hadithi ya mtume. Kama kauli ya Imamu Shafi'i rahimahullah maarufu ijulikanayo, idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, itaposihi hadithi ya mtume sahihi, basi mimi hata kama nimesema nini, hayo ndo madhehebu yangu mimi. Wale wafuasi wa Shafi hapo waache kila kitu ambacho kasema Shafi, bali wafuate hadithi ya mtume, kwani hayo ndiyo madhehebu yake Imam Shafi. Liannahum lam yakunu yaqsiduna an yuqalladu kalmasumi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao maimamu hawakukusudia katika ule uimamu wao na kuandika vitabu walivyoandika na kusomesha madarasa walivyosomesha, hawajakusudia kwamba wafuatwe na wao vile vile kama vile anavyotakiwa kufuatwa yule aliyehifadhiwa na Mwenyezi Mungu.
kwamba hawezi kuleta makosa katika dini. Lolote atamkalo katika dini basi ni wahi, afanyavyo katika dini ni wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yeye ndiye al-ma'sum. Hawajakusudia maimamu na wao wafuatwe na wafuasi kama vile anavyotaka kufuatwa yule ambaye amelindwa na Mwenyezi Mungu kukosea chochote katika dini. Hakusudia hivyo. Bal kana kullu qasdihim, bali ilikuwa kila kusudio lao maimamu, an yu'inu nasa, ni kuwasaidia watu ala fahmi ahkami llahi, juu ya kuzifahamu hukumu za Mwenyezi Mungu zilivyo. Hilo ndilo lokusudia maimamu. Hawakukusudia kuugawa umma, hawakukusudia kila mmoja kupata kikundi cha watu wamfuate, hawakukusudia kwamba watu wagombane wafike mpaka kukataa kuozeshana watoto wao. Wote wao wanasema la ilaha illa Allah, atokee mmoja aseme kwamba la, mimi madhehebu yangu ni Hanafia na kwa hivyo si halali mimi kuozesha mwanangu kwa mtu yeyote aliyokuwa Shafi'i. Ama hapo Waislamu watakuwa wameingia kwenye hatari kubwa, na itakuwa hakuielewa dini hii lengo lake kwamba ni dini ambayo amekabidhiwa mtume wa mwisho, dini ambayo imewahusu watu wote wa dunia nzima, na ikawataka watu wote wawe kitu kimoja, watu wa pahala popote kwenye zama zozote. Itakuwa hawakuielewa kabisa dini hii madhumuni yake. Illa anna nasa, isipokuwa hao wenyewe watu tu, sio maimamu. Wao wamejitahidi, wamefanya kazi kubwa, wamepiga ukwata kusafiri huku na huku kutafuta dini hii ilivyo hasa. Baada ya kuuawa masahaba wengi katika vita na matabiina na kupotea kauli za mtume nyingi, Mwenyezi Mungu kila zama humuinua mtu akawa anaijadili dini hii upya baada ya kuharibika. Hayo Mwenyezi Mungu ameyafanya kwa mitume, na vile vile anaendelea Mwenyezi Mungu mpaka leo kuyafanya kwa baadhi ya watu wengine si mitume, lakini kila ikifika wakati dunia imezama kwenye kiza totoro, Mwenyezi Mungu humuinua mtu akaifufua dini yake ambayo imekufa, imepotea, akaanza kuileta vile vile ilivyokuwa imeasisiwa na mwenyewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Ingawa huwa ni tabu sana jambo hilo, huwa ni gumu sana, mtu anapambana na matatizo makubwa kwa sababu watu wote wameshazama katika batil, inakuwa si rahisi kabisa kuja kuwaeleza kwamba dini ni hivi. Illa anna nasa ba'dahum, isipokuwa hao watu baada ya hao maimamu, qad fatarat hamumuhum, ziliondoka zile himma zao za kuipenda dini kwa hakika, wakapenda dunia zaidi. Wa dha'afat azaimuhum, na zikadhoofika zile azma zao ndani ya nyoyo zao katika mshughuliko wa dini, ikawa haupo tena. Iliyopo sasa hivi ni dunia, kila mmoja ataka apate dunia ile, kwamba Muislamu kitu cha mbele kabisa dini yake, kwamba hawezi kupata heshima yeye mpaka aheshimu dini yake. Hima zile zikawa hazipo tena kwa Waislamu baada ya kuondoka maimamu. Azma zao ikawa malengo yao ni mengine, sio dini. Dini ikawa haipewi tena kipaumbele. Wataharakat fihim ghaziratun, na zikawa tena zinahangaika kwa wao tabia almuhakat wataklid, tabia ya kufuata masimulizi. Nani kasema nini, huyu kasema nini. Anakaa mtu barazani, hajali kwamba anaosema habari ile ni mwanachuoni au si mwanachuoni. Patazushwa jambo kwenye baraza, popote kwenye kikao pale, watu watachukulia kama ni dini hiyo. Ndio hivyo ndivyo nafanya. Atainuka mtu kwenye kikao cha karata awaambie watu, na kualikeni maulidi ya mtume na hivi na hivi, kwa hivyo njooni. Basi imekuwa ni masimulizi na hiyo ni dini, wataifuata watu bila ya kumhoji. Unatualika kitu kama hicho kwa kuwa ni dini, au unafanya kupass time? Unataka tuje katika jambo hilo kwa kuwa ni ibada, au unaleta jambo gani? Watu takuwa tena tabia zao ni kufuata tabia ya kusikiliza nini kinasema duniani, au watu wanafanya nini, imekuwa ndio dini yenyewe hiyo. Faktafa kullu jamaa, basi kikatosheka kila kikundi, minhum, miongoni mwa hao watu, bimadhhabin muayyanin, kwa madhehebu maalumu yatambulikanayo, yanduru ilaihi, ikawa kila mtu tena anatazama madhehebu yake amesema nini,
madhehebu yake yanafanya nini, bila ya kujitaabisha hata kwenda madarasani kusikiliza tu, kwani hii dini hasa huwa inapatikana katika vitabu gani na gani na gani. Ukweli wa mambo hasa mtu akiutaka awe anaupata wapi na wapi. Hachukui mtu tabu hata ya kukaa kusikiliza tu Qur'ani inasema nini, vitabu vya kuzungumza hadithi za Mtume sahihi ni ipi na inasema nini. Atabaki mtu anafuata vile ambavyo madhehebu yake baada ya kufungua macho anaona ndivyo wanavyofanya. Imekuwa mila ndo dini, na dini ikafanya kama ni kitu kioja. Wayuawilu alaihi, na imekuwa madhehebu hayo ndiyo anaoyageukia kwenye kila jambo lake akitaka kulifanya. Wayataasabu lahu, na hapo ndipo anaposhikilia kwa nguvu, hata aambiwe nini anafanya taasubi, kwamba hawezi kuacha kwa sababu madhehebu yake amemwambia hivyo. Hata kama ataonyeshwa hadithi ya Mtume iliyorawiwa na maswahaba wanaopindukia 50, miongoni mwao wamepatikana watu 10 almashhudu lahum biljanna, hata kama ataambiwa hivyo hawezi kufata, kwa sababu nyumbani watampatisha tabu. Mila yao haikuzoea hivyo, madhehebu yao hayafanyi hivyo. Bwana we, huu ni mwenendo wa Mtume kwa ushahidi wa masahaba hawa, ambayo Mtume kasema sallu kama raaitumuni usalli. Wewe utasema kwamba mimi ninachelea nyumbani kwetu hatukuzoea hivyo, mimi nikionekana swali hivyo itakuwa matata. Wayataasabu lahu, na ikawa anafanya taasub kwenye madhehebu yake. Wayubadhilu kulla ma utia, na atapitisha kila alilopewa min quwwatin, katika nguvu, fi nusratihi, katika kuyanusuru madhehebu yao. Nguvu yoyote ambayo ikapewa na Mwenyezi Mungu ataitumia, ikiwa ni nguvu ya mali au ya maneno au ya kukamata bakora nyumbani kwake, kwamba wanawe kwa nini wanaswali wanafunga mikono. Wewe unataka kwenda kiode gani wewe sasa nyumba hii? Watu mpaka kuona wewe watu kuswali hivyo. Huenda mtu akamata nguvu ya bakora kutaka kuwapiga wanawe. Kwa nini unaswali na unaweka mikono kifuani? Wewe tu kufungua macho umeona wazee kufanya hivyo? Kama atadai kwani nikifanya hivi itakuwa nimebatilisha sala, hawatoweza wale wazee kutoa dalili kwamba sala imebatilika, ila itakuwa nasukuma tu. Wayunazzilu qawla imamihi, na sasa mfuataji wa madhhabu ataifikisha kauli ya imamu wake manzilata qawli shari'i, kwenye daraja ya kauli ya sheria. Kauli ya imamu imekuwa sheria sasa, kama Qur'ani, kama kauli ya Mtume. Hasikii lolote, hata kama utamwekea aya ya Qur'ani hii hapa, kauli ya imamu wake imekuwa ni katika daraja ya sheria. Wala yastajizu li nafsihi, wala kabisa haiwezeshi nafsi yake an yaftia fi mas'alatin, kutoa jawabu ya mas'ala yoyote, bima yukhalifu mastambatahu imamuhu, kwa yale ambayo yamekwenda kinyume na uvumbuzi aliyouvumbua imamu wake. Imam kavumbua tu kwa rai yake, kwa kuwa kishavumbua imam, basi tena hawezi kuichukua kauli yoyote, si ya Qur'ani wala ya Muhammadi, kuipika kauli ya imamu wake. Waqad balagha al-ghulu, na kwa hakika imefikia ujeuri mkubwa mno na uzushi mkubwa mno, fi thiqati bihaulai al-a'imma, katika kuwaamini maimamu hawa. Hatta qala al-Qurhi, mpaka akafika kusema bwana Qurhi, kullu ayatin au hadithin yukhalifu ma alayhi ashabuna fahuwa muawwalun au mansukhun. Tafika mtu kusema hivyo, kullu ayatin, aya yoyote ya Qur'ani au hadithin au hadithi yoyote ya Mtume, yukhalifu ma alayhi ashabina, inakwenda kinyume na yale ambayo walikuwa nayo watu wetu. Hapa nakusudia ashabina, yani ashabu madhhabi, ambayo inakwenda kinyume na watu wetu wa madhhabi, fahuwa muawwalun au mansukhun. Kauli hiyo iwe ya Qur'ani iwe ya Mtume itakuwa ni kauli ambayo imeelekewa tu kwa tafsiri, imetolewa ta'wil, au itakuwa kauli hiyo imefutwa. Imefutwa na nini? Dalili ya usulul fiqh unaweza kutoa kwamba inasik na mansukh.